Bwana Yesu asifiwe. Nakukaribisha tena katika kipindi hiki cha Wakati wa Mabadiliko, kipindi kinacholetwa kwako na mimi mchungaji Engineer Ray Sengenge kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God, Dar es Salaam International Church. Kanisa la TAGDIC liko eneo la Kekomadawa, katika njia inayokwenda MSD. Ukipita jengo kubwa lilo barabara ya Nyerere, basi nyuma yake kuna jengo la mviringo ambalo lina rangi nyeupe na limezungushwa uzio wa mabati kwa sasa hivi. Basi pale ndio tulipo, ndio kanisa la TAGDIC lilipo. Katika mfululizo wetu wa kwanza ambao tumekuwa nao, tulizungumza juu ya Roho Mtakatifu, na kwa kweli tuliangazia zaidi upande ambao ni wa kiutendaji, kwamba pamoja na nadharia nzuri ambayo ipo ya Roho Mtakatifu, pamoja na theolojia au tuseme mafundisho yale hasa kama mafundisho ya kupata elimu ya Biblia, tungeweza kufanya hivyo, lakini tulijikita sana katika kuangalia vitu vinavyoweza kutusaidia katika kumfahamu na kutembea na kufanya kazi pamoja na Roho Mtakatifu. Tukasema Roho Mtakatifu ni Mungu kweli, kutoka kwa Mungu kweli, sio upepo fulani mtakatifu. Ninataka kuamini kwamba fundisho letu la kwanza mlilifurahia, na sasa tunaingia katika mfululizo wa pili, mfululizo mwingine wa mafundisho, na tutajaribu kwa wakati huu mfululizo wetu usiende zaidi ya wiki 4. Kwa hiyo kwa wiki 4 zinazokuja kuanzia leo, tutaangalia swala la dhambi katika maisha ya mwanadamu na namna gani mwanadamu anaweza kushinda dhambi. Katika mfululizo wetu huo tutaangalia kwanza dhambi ni nini na mambo ya msingi ya kuzingatia, na kwamba kweli je, liko hitaji la kujua namna ya kufanya, mbinu za kutumia ili uweze kuishi katika utakatifu kama Mungu anavyokutegemea au la. Lakini baada ya hapo tutaangalia dhambi yenyewe inakuwaje katika maisha ya mtu, inakuwaje mpaka ajikute mahali ambapo anaweza akaanguka dhambini, kwa sababu kuna mambo ya msingi ambayo mtu akiyafahamu, basi ni rahisi kukaa na kuchukua tahadhari ili asipate shida ya kuangukia katika makosa. Kwa hiyo leo tunaanza na sehemu yetu ya kwanza kabisa, na ningependa katika sehemu ya kwanza tudadisi juu ya dhambi ni nini na mazingira yale ambayo tunapambana nayo kila siku kwa ajili ya habari ya dhambi, ili kujenga msingi na sababu kwamba somo hili lina umuhimu katika maisha yetu sisi kama Wakristo. Kwa ajili ya kuanza somo letu, kwanza nauliza swali la kwanza, dhambi ni nini? Na maandiko yatakayotusaidia kusoma na kuelewa, tutaanza na andiko liloko katika waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote. Mlango ni wa 3, nitasoma mstari wa 4 na mstari wa 5. Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 4 na wa 5. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu. Na kila mwenye kutumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Ninyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumwona yeye wala hakumtambua. Hili ndiyo neno la Bwana litakalo tuongoza, lakini hasa kwa ajili ya kujua kwamba dhambi ni nini. Yohana
anaitafsiri dhambi kama uasi. Ni matendo yote ambayo hayakubaliki kwa Mungu, na kwa hiyo kwa yule anayetenda ni tendo la uasi, tendo la kuacha kufanya kinachompasa kufanya na kufanya makosa ambayo hayakubaliki kwa Mungu. Na dhambi inaweza kufanyika au kwa kuwaza au kwa kunena au kwa kutenda. Katika wakati ule wa sheria, dhambi ilikuwa mpaka idhihirike nje. Huwezi kuhesabiwa dhambi kama jambo lile ulilotenda halikuonekana nje ya wewe. Kwa hiyo kwa kweli ilikuwa kama vile dhambi ilikuwa inatokea kwa kunena na kwa kutenda peke yake. Lakini Bwana Yesu akizungumza na wanafunzi wake katika Injili ya Mathayo, katika hotuba ile maarufu ya mlimani, anawaonya, anawaambia, mmesikia imeandikwa usitamani, lakini kweli nawaambia, kama mtu akitamani moyoni mwake, yani kwa mawazo yake, bila hata kuonyesha tendo fulani, tayari amekwisha kuzini na huyo mtu moyoni mwake. Maana yake tayari amekwisha kuasi. Kwa hiyo tunaona kwamba unaweza ikatokea mtu akapata mtu akatenda kitu au akawaza jambo ambalo hakulifanya, lakini jambo lile likahesabiwa kwamba ni dhambi kwake. Na hili ni la muhimu kuzingatia, kwa sababu sasa katika agano hili jipya tumekamilishwa zaidi kama Yesu anavyowaambia wanafunzi wake. Na kwa hiyo Mungu wetu anayeangalia moyo hawezi kuachia uovu unaotokea kwa njia ya mawazo, kwa sababu dhambi zote zinaanzia hapo. Zinaanza katika wazo, zinaanzia ndani ya mtu, sio nje ya mtu. Kwa ni muhimu sana kuangalia vile vile jambo hilo. Na niseme tu kwamba sasa swali la msingi linakuja kwamba je, unaweza kushinda dhambi? Tumejiuliza swali la dhambi ni nini, na dhambi tumesema ni uasi. Lakini je, inawezekana kweli kwa mtu kushinda tatizo la dhambi? Ningelipenda ni kuchukue mpaka kitabu cha Mwanzo ili tuone mazingira ambayo huyu Kaini alikuwa amejiingiza na Mungu alivyozungumza naye, kwa sababu dhambi ipo toka mwanzo. Hata shetani kabla ya mwanadamu kuumbwa alifanya maasi, ndio maana akafukuzwa mbinguni. Sasa neno lile tunaolizungumza juu ya je, unaweza kushinda dhambi, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya 4 utaona kwamba mstari wa 6 na wa 7 Mungu anazungumza na Kaini juu ya dhambi. Anasema maneno haya katika mstari wa 6: Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko malangoni inakutamani wewe, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Kwa hiyo tunaona kwamba Mungu wetu anajali na anajishughulisha sana na mambo yetu, anajishughulisha sana hali yetu, kiasi ambacho anaweza kusimama na kupigania na kusaidia wakati wowote. Hapa tunaona kwamba Habili na Kaini waliingia katika mgogoro kama watoto wa mzee Adam. Tumeambiwa katika Biblia kwamba Kaini alikuwa ni mtu aliyekuwa anashughulika na mazao ya nchi. Habili alikuwa ni mfugaji. Kwa hiyo sasa ilipofika wakati wa kwenda kutoa dhabihu, kwenda kutoa sadaka zao, sadaka ya Habili ikakubaliwa na Mungu, sadaka ya Kaini haikukubaliwa. Na sasa tuseme ni kwa nini?
sadaka inaweza kukataliwa au kukubaliwa, kwa sababu Mungu anaangalia moyo. Kwa hali ya moyo wa mtu anayekweja mbele za Mungu kufanya ibada kama hawa kwa njia ya kutoa dhabihu au sadaka zao, Mungu hawezi kukubali tu kwa sababu umemjia. Yeye anaangalia moyo, na hilo ndio hasa swala kubwa. Kwa hiyo katika sehemu hii inaonyesha kwamba Kaini alikwenda kutoa with a wrong attitude, kwa mtazamo ambao ulikuwa sio sahihi, lakini Habili alikwenda naye akafanya kitu kile kile, lakini kwa moyo wa ukunjufu, na sadaka yake ikakubalika. Wakati Kaini alipokuwa ameona mdogo wake sadaka yake imekubaliwa, kwa kikawa ni changamoto sana. Nadhani alijiuliza, mimi ndio mkubwa, huyu bwana mdogo mbona kama vile ananipita kwenye kila kitu? Kwa hiyo hakufurahi na akawa na ghadhabu kinyume cha mdogo wake, na kwa kweli ilisumbua. Na mambo haya wakati mwingi yanasumbua, mambo ya wivu, mambo ya kuona sikutendewa haki, hata kama mtu umetendewa haki. Na mtu huyu Kaini, Mungu akazungumza naye akamwambia, Kaini, kwa nini uso wako umekunjamana? Je, ukitenda vema hutapata kibali? Kwa sababu hata katika mazingira yoyote yale ambayo tunaishi, unaweza ukafanya vema au usifanye vema, lakini dawa ya kuto kutenda vema ni kutenda vema, na kama ilivyo dawa ya dhambi ni toba. Hakuna nje ya hapo. Kwa hiyo Kaini kwa hasira zake na ghadhabu zake akaenda akampiga mdogo wake akamuua. Na sasa tunaona jambo lile aliloonywa limempata, lakini aliambiwa kabisa kwamba dhambi iko malangoni, inakuotea wewe, lakini inakupasa uishinde. Kwa sababu Mungu wetu kila wakati anatupandisha viwango na anategemea tuwe katika level fulani. Sasa usipokuwa umefikia pale, yeye kwake ni shida, kwa sababu anajishughulisha sana na mambo yetu. Na akikataa sadaka yako, amekataa ibada yako, amekataa kukataa wewe mwenyewe moyo wako. Na kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia, sadaka sio kile tunachotoa mkononi. Sadaka ni kile tunachotoa kutoka moyoni, ndio yenye kibali kwa Mungu. Mpendwa mtu wa Mungu, sasa Kaini amekwama kwa sababu dhambi inamotea na dhambi imemwangusha. Analaaniwa sasa atoke, na ardhi imelaaniwa kwa ajili yake. Na niseme tu kwamba kama vile tunavyofahamu, Biblia katika kitabu cha Warumi mlango wa 6 mstari wa 23 nasema, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo tunapoleta vipindi hivi, tunataka tujenge hoja, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tuweze kushawishi kwamba ni muhimu kuishi maisha matakatifu. Ni muhimu kuachana na vitu vingine vyote ili uishi maisha ambayo ni matakatifu, ili upate kibali kwa Bwana. Sasa vijana hawa wawili wakafika mahali, huyu mkubwa akamtenda hivyo mdogo, na kwa hiyo kwa sababu mshahara wake ni mauti, akapata adhabu nyingi, mpaka akamwambia Mungu, atakayekutana na mimi ataniua. Akamwambia, hapana, nitakuwekea alama usiuawe. Lakini alikuwa ametenda dhambi, alikuwa ameonywa na kuambia, ukifanya vizuri utapata kibali, lakini kibali kile kilimpita kwa sababu ya dhambi. Na niseme tu kwamba katika maisha haya tunayoishi, hata tukiwa katika wokovu, tunapitia mashindano mengi. Na ndio maana sasa nataka kusema somo hili tunalojifundisha ni somo la muhimu sana katika maisha ya Mkristo, kwa sababu kuelewa
na kukubali kwamba hali halisi ikoje, na kuweza kungoja kujifunza kupitia Roho Mtakatifu ili uweze kushinda, ni jambo la msingi sana kwenye maisha ya Mkristo yoyote. Wengine wanaweza wakataja vitu vingine, lakini kwa sisi wa Kristo utakatifu ndio mahali petu wenyewe tulivyo. Na kwa hiyo tunaona kwamba Biblia inazungumza juu ya dhambi na juu ya kuweza kuishinda. Mungu anamwambia Kaini kwamba dhambi inakuotea mlangoni, inakutamani, lakini imekupasa kuishinda. Kwa hiyo hakuna excuse, hakuna mtu anaweza kusema mimi au hivi au wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na wote, kama mtu akitaka kufuatilia vizuri katika maana ya Ukristo wake, basi ataangalia kama kuna jambo lote gumu linalomzunguka, ili aweze kurekebisha, ili yeye mahusiano yake na Mungu yaendelee kuwa mazuri, kwa sababu hatujui siku wala saa. Paulo akizungumza juu ya kushindana na dhambi, anazungumza katika kitabu cha Waefeso kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 17, anazungumza juu ya mwili na roho, kwamba mwili na roho vinagombana, kila kimoja kinashindana na mwenzake. Na kwa hiyo kama kuna mashindano hayo, anasema mpaka tunafika mahali haiwezekani kutenda yale tunayotaka. Kwa hiyo sasa, kama ni hivyo, lazima kuwe na njia fulani, namna ya kufanya. Tunafahamu vizuri wote kwamba njia ya kufanya ni kumtegemea Mungu, na hilo ndio linaweza kuleta tofauti. Lakini watu wengi wameelewa hilo na bado wameingia katika matatizo na dhambi. Ndio maana tunapokaa na kujifundisha somo hili, tutakwenda polepole lakini practically, ili angalau uweze kupata ufahamu pana zaidi na uweze kusimama na kushindana, kwa sababu ni mashindano yamewekwa mbele zetu. Wapendwa watu wa Mungu, inawezekana kabisa kupambana, inawezekana kabisa kushinda, kwa sababu wako watu wengi ambao wameishi kabla yetu, ambao walipambana, wakasimama kwa uadilifu na wakashinda kabisa. Na kwa hiyo na sisi tunaweza tukaamini kwamba kama tukiwa tulivu na kusikiliza na kuona Mungu anatufundisha nini na kujifunza njia zake, tutafika mahali tutakuwa watu wema, tutakuwa watakatifu, tutakuwa hatuna mambo ya kutukwaza, kwa sababu tayari tumemruhusu Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yetu ili aweze kutusaidia. Sasa katika kitabu cha Waebrania, kitabu cha Paulo mtume kwa Waebrania, kuna mambo pale wanayozungumza. Ukisoma sura ya 12 utaona anazungumza juu ya wingu la mashahidi, kwamba basi kama tumefunikwa na wingu kuu namna hii la mashahidi, sasa sisi anajaribu kujenga hoja inatupasa kufanyaje. Na mashahidi wenyewe alikuwa nao akina Musa, akina Ibrahim, watu wote waliofanya vizuri katika Bwana aliwakusanya, na akasema hili ni kama wingu la mashahidi ambao wameshinda tayari, na watakatifu walioshinda, ambao kimsingi ndio hilo kundi ambalo ni la mashahidi. Sasa kwa sababu tuna watu wengi waliotangulia waliofanya vizuri, basi anazungumza Paulo juu ya mambo kadha wa kadha, ikiwa ni pamoja na kuamini kwamba tunaweza, ikiwa ni pamoja na kuweka kando kila mzigo mzito na dhambi ituzingayo kwa upesi. Kwa hiyo mambo haya ukiangalia, unaona kwamba kuna njia. Roho Mtakatifu anaendelea kutuhimiza kwamba kuna njia ya kufanya ili uweze kuishi salama, ili uwe mahali ambapo unaweza ukaishi katika utakatifu kama na Mungu wako alivyo mtakatifu. Lakini kwa wengine ambao wanaishi nje ya hapo, basi kwa kweli tuseme dhambi ni mauti na mshahara wa dhambi, dhambi ni uasi na mshahara wa dhambi ni mauti. Nikisoma
katika sura hiyo ya 12 ya kitabu cha Waebrania, Paulo anawaandikia Waebrania akiwasisitiza ili wajue kwamba wanao uwezo mkubwa wa kushindana na dhambi na kuishinda. Na mimi ninakutia moyo jioni ya leo kwamba unao uwezo wa kiungu ndani yako. Kama wewe umekata shauri, unao uwezo wa kimungu ndani yako, na kwa hiyo hakuna sababu yoyote ya kufika mahali ukachanganyikiwa na ukajichafua katika safari yako ya kwenda mbinguni. Sura ya 12 ya kitabu cha Waebrania, na niombe nisome mstari wa pili. Nisome kama hivi ifuatavyo. Sura ya 12 anasema maana mtafakarini sana yeye aliye yastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao. Mtafakarini huyu, na anazungumza habari za Yesu ambaye aliweza kusimama katika njia yake, katika makusudi yake aliyojia duniani, na bila kutetereka mpaka mwisho. Anasema mstari wa 4, hamjafanya vita hata kumwagika damu mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita hata kiasi cha damu kuweza kumwagika mkishindana na dhambi. Dhambi ni vita ya kiroho, na kwa hiyo tunapambana katika ulimwengu wa roho ili tuweze kuishi maisha ya matakatifu, na wakati mwingine ni mchakato. Kwa hiyo inabidi watu kusimama na kuomba na kuombeana, lakini bado msisitizo ni kwamba jambo hili bado tunalimudu, kwa sababu hatukulazimika kufika mahali ambapo au ukubali ufe au umkane Yesu. Hapana. Au ukubali ufe au ufanye dhambi kidogo. Hapana. Kwa hiyo kama dhambi haipigani katika mwili, wala hatukupoteza mtu yeyote kwa sababu amejaribu kupigana na dhambi, basi kwa vyovyote vile iko neema ya Mungu ya kutusaidia, na neema hii ndiyo tunaipata katika maneno ya Mungu, na ndiyo maana ya somo letu hili. Kwa hiyo nikutie moyo sana kuungana nami Jumapili inayokuja. Tunakuwa sisi tunaingia katika masomo yenyewe na kuonyesha Biblia inasema nini juu ya watu mbalimbali na juu ya njia mbalimbali. Watu wengi sana wanampenda sana Mungu, na ni kwamba tu wanafika mahali wanakwama, wanajikuta wanaingia katika mzunguko fulani wa kufanya dhambi, na wanajaribu kujikwamua, wanashindwa. Safari hii nitakuombea na kukusaidia ili utoke katika maisha madhaifu ya dhambi, ili uondoke katika maisha ambayo kwa kweli hufanani nayo, kwa sababu ukumbwa hivyo na Mungu, na usimame mahali ambapo unaweza ukatembea kifua mbele na kusema Bwana asifiwe, kwa sababu kweli Bwana anatukuzwa katika maisha yako, na Mungu ni mwaminifu, hata tuacha tuweze kupotea, na atatusaidia. Sasa nataka nikuombee, na kama nilivyosema kwamba kama hujakata shauri ni vema ukakata shauri, lakini kama unapita tu kwenye mapito, unasumbuka na jambo hili limekuwa ni gumu kwako, basi semina hii inakuhusu, lakini nitakuombea pia. Kwa wewe ambaye hujakata shauri, tendo la kukata shauri ni tendo la kujikabidhi kwa Bwana Yesu. Kwa hiyo nitakuombea, lakini kwa maana ya kwamba Mungu akutie nguvu ili uweze kukabidhi maisha yako kwake, na yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, Jehova, tunalibariki jina lako. Ninasema asante kwa ajili ya wapendwa wetu ambao Bwana mtakatifu wamekuwa wakisikiliza kipindi hiki toka tulipokuwa tumeanza, na sasa Bwana wana mambo, wana issues ambazo zinasumbua katika maisha yao, na Bwana nakuja mbele zako kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo Mnazareti. Ninaharibu Bwana kila
nguvu ya uovu, kila roho ya kuzimu ninaiharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hata roho zinazowafunga watu wako wasiwezi kuchangamka na kuweza kutaka na kutamani kuishi maisha matakatifu, nazo pia nazitikisa na kuzing'oa katika jina la Yesu. Bwana mtakatifu, neema yako iwe juu yao wote, hasa hao ambao Bwana mtakatifu mara ya kwanza kukata shauri. Bwana mtakatifu, watie moyo ili waweze kuwasiliana nasi tuweze kuwasaidia. Asante kwa sababu Mungu Roho Mtakatifu utakwenda kushughulika na watu hawa wote, na kwa ajili ya wale wenye mahitaji mbalimbali na kuja mbele zako Bwana. Tazama Bwana mtakatifu, wewe ndiye unayetoa vipawa, wewe ndiye unayetoa karama, na Bwana mtakatifu, Mungu wa mbingu na nchi, tazama watu wako, kuna wengine wana shida mbalimbali, wengine za kiroho, wengine za kimwili, na waweka mikononi mwako kwamba Bwana ushughulike nao, Bwana wapiganie na Bwana washindie. Na asante kwa ajili yao, na wakaribisha tena katika kipindi kinachokuja. Bwana mtakatifu, wakamate kwa neema yako. Ni katika jina zuri la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen. Sasa kama unataka mawasiliano nami ni rahisi tu, natumia simu ya Tigo ya 13, yani 0713 777 510. Ukipiga simu hiyo tutakuelekeza na unaweza kufika kanisani na wewe ukafurahia yale tunayoyafurahia, kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Ninakushukuru sana, nikuaga tena katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen.